Kufuatia madai ya hivi karibuni kwamba Humphrey Polepole ametekwa nyara, uchunguzi wa mitandao unaonyesha kuwepo kwa viashiria vingi vya shaka kuwa tukio hilo halikutokea kama linavyodaiwa, bali linaonekana kama operation iliyopangwa. Kwanza, habari za kutoweka kwake zilianza kusambazwa mitandaoni kupitia wakosoaji kama Mange Kimambi kabla ya taarifa rasmi kutoka vyombo vya dola. Inafikirisha kuona familia au watu wa karibu wakitoa taarifa za kutekwa Polepole kupitia mitandao badala ya kutumia njia ya kisheria. Pili, katika eneo la tukio, vifaa muhimu kabisa kama laptop vimeachwa mezani bila kuchukuliwa na wanaodaiwa kuwa watekaji, ambao pengine wangelenga kupata taarifa nyeti kumhusu Polepole ambaye amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali. Kwa upande wa jeshi la polisi, wao hawajathibitisha utekaji, bali hivi sasa wanachunguza tukio hilo huku wakiendelea kumtafuta Polepole mwenyewe kupitia wito uliotolewa kwa umma uliomtaka Polepole kuripoti polisi ili kuzungumzia madai kadhaa kumhusu. Tukio hili litawafanya vipi Watanzania wasiamini kuwa huenda kuna motisha ama mpango wa kisiasa kutoka kwa wasio na mapenzi mema na serikali katika kipindi hiki ambacho habari za watu kupotea, kutekwa na kutekana zimekuwa zikienezwa, pengine makusudi ili kujenga hisia za chuki kwa wananchi dhidi ya uongozi uliopo? Wakati hakuna ushahidi wa moja kwa moja kutoka mamlaka husika wa kuthibitisha tukio hili, hoja za kimazingira zinaashiria kutoaminika madai haya ya utekaji bila uchunguzi thabiti wa mamlaka hizo, ambazo ni pamoja na jeshi la polisi. Lakini nyuma kidogo, Polepole huyu aliwahi kutoa madai ya utekaji wa aina hii kwa ndugu zake na hayakuwahi kuthibitishwa. Hatuoni simulizi ile ikifanana na hii mpya, na pengine ni mwendelezo wa kujijengea taswira ya kuonewa. Kimsingi, tukio hili linachanganya zaidi kuliko kutoa mwangaza. Linachanganya kwa sababu ya kukosekana kwa majawabu ya maswali haya. Kwa nini taarifa za kutekwa kwa Polepole zilisambazwa kwanza kupitia wakosoaji wa serikali kama Mange Kimambi badala ya kuripotiwa polisi? Hapa lengo lilikuwa kupata msaada wa kisheria au huruma ya umma? Ikiwa Polepole alitekwa, kwa nini watekaji walimwachia laptop yake bila kuigusa? Hatuoni hii ikiondoa mantiki ya utekaji kwa mtu anadaiwa na kujizatiti kuwa na taarifa nyeti za serikali na kuzitumia katika harakati zake. Ikiwa kweli aliumizwa vibaya hadi damu kumwagika, inawezekanaje akosekane shahidi huru wa kuthibitisha hilo? Katika eneo lenye majirani, ulinzi na kamera lukuki za usalama, inawezekana vipi kukosekana kwa uthibitisho wowote wa viashiria? Ikiwa tukio lilifanyika usiku, kwa nini damu ilionekana kupitia video za mitandaoni siku iliyofuata haikuganda?